Hello, habari. Ni wakati mwingine tena na wasaa mwingine tena tunakutana katika mfululizo vipindi vinavyohusiana na teknolojia. Ni leo tena tumekutana. Hebu twende pamoja. Jinsi ya kutafuta simu iliyopotea au jinsi ya kutraki simu iliyopotea au iliyoibiwa. Hii ndo mada yetu ya leo. Twende pamoja. Ila nakukumbusha, kama wewe ndo mara ya kwanza kufuatilia chaneli ya Shayia TV, angalia chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe. Hebu gusa neno hilo mara moja tu, alafu angalia kwa juu yake kidogo kuna alama ya kengele, iguse nayo mara moja tu. Basi ukifanya hivyo utakuwa umejiweka karibu na chaneli ya Shayia TV, na kwa kila video ambazo nitakuwa natoa utakuwa unazipata kwa haraka zaidi na mapema zaidi. Bila kupoteza time, bila kupoteza muda, hebu tuende pamoja. Ni jinsi gani unaweza ukatraki simu iliyopotea? Basi na hapa tunaeleza wale watumiaji wa simu za Android. Simu za Android ni kama Samsung, Phoenix, Tecno, Itel, Google Pixel na zingine nyingi. Ndo simu za Android hizo. Simu ambazo sio za Android ni zile za kampuni ya Apple peke yake, zile iPhone. Basi wale watumiaji wa simu za Android, hebu twende pamoja ili tuweze kujipatia elimu hii. Basi kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya, utawasha data za simu yako. Maana yake inatakiwa tutafute application ambayo itatusaidia kutafuta simu iliyopotea, na application hii utaidownload kwa simu nyingine au utaomba simu ya mtu mwingine ili utafute simu yako iliyopotea. Moja kwa moja nenda Google Play Store au Play Store. Hii ndio Play Store. Utasubiri ifunguke. Kabla tunasubiri ifunguke, wewe mtumiaji wa simu za Android, jitahidi sana uwe unanisikiliza vizuri, maana yake mada nyingi ninazotoa zinahusiana na simu za Android na teknolojia za mtandao mbalimbali, kompyuta na mambo mengine mengi. Vile vile nakukumbusha, kama umeipenda video hii, hebu like hapo pembeni. Kuna sehemu imeandikwa like hapo. Alafu pia toa maoni yako hapo chini. Vile vile usisahau kushare video hii. Hebu twende pamoja. Basi hii ndo Play Store yetu imefunguka. Utakuja sehemu iliyoandikwa search, yani utatafuta sehemu hii hapa inaonekana. Yes, hii sehemu niliyoonyeshia hapo ndo uta search, yani utatafuta hiyo application. Uta search hapo juu. Utaandika my device. Bila shaka umeona jinsi mimi nilivyoandika my device. Ukishaandika hivi, kuna application inakuja juu kabisa mwa simu yako, imeandikwa Google Find My Device. Kwa kuwa hii application mimi nishai download tayari, imeandika open, lakini kwa kuwa wewe application hii huna, itaandika hapo simu iliyoandikwa open, itaandika install. Umeona hii sehemu nilionyesha mshale? Kama wewe hujai-download hii application itaandika install, lakini mimi nita open, yani nitaifungua application hiyo. Hatupotezi muda sana. Natakiwa tueleze haraka haraka, maana yake ni kitu simple na kitu kirahisi sana. Basi utasubiri application hiyo ifunguke. Sehemu hiyo ni kama hivi jinsi inavyoonekana. Kwa kuwa sisi tunatafuta application hii, tunatafuta simu iliyopotea kupitia email address. Yani nitakiwa ukumbuke email address ya simu iliyopotea, au tunaita barua pepe ya simu iliyopotea. Nitakiwa ukumbuke email na password zake. Kwa hiyo utakuja hapa sehemu iliyoandikwa sign in as guest. Sign in. Yes, umeiona sehemu. Yes, ni hapa sign in as
guest, yani tunaingia kama mgeni. Yani hapa utakuwa umeomba simu ya mtu mwingine ndio unafanya mchakato huu au processes. Baada ya hapa kuna sehemu inakuambia andika email or phone. Basi utaandika email ya ile simu iliyopotea. Narudia tena, utaandika email ya simu iliyopotea. Mfano wa email au barua pepe tunasema. Bila shaka mnajua jinsi email iliyopotea. Maana yake ni mfano naandika chuaig@.com. Huu ni mfano nimeandika wa email. Basi ukishafanya hivi, ukishaandika tu hivi, something went wrong, sababu hii hapa ni email yenyewe haieleweki, ndio maana inafanya hivi. Lakini email ingekuwa inaeleweka, ingeenda tu mbele. Kwa hiyo utaandika email ya simu iliyopotea sehemu hii. Ukishaandika email ya simu iliyopotea itaenda mbele, na ikishaenda mbele itakwambia uandika password za email password za ile email ya simu iliyopotea. Utaandika password au tunasema nywila. Ukishaandika hizo nywila, utapiga next, yani utaendelea mbele. Baada ya hapo itakuja ramani. Ramani hiyo itaonyesha kabisa simu hiyo iko wapi. Na vizuri zaidi, simu hiyo kama location yake ilikuwa on. Basi hapo utagusa next. Sababu hapa na buni hizi hapa nali hizi email ndo maana na nali inazingua. Ngoje mfano hivyo mauni, taendelea hivi. Takiwa uandike email yako. Sasa hizi email ambayo mimi naandika, ngoja niandika sasa email ya real kama hivi. Hapa nimeandika email mfano kabisa wa email ambayo ni real. Unaona imeenda mbele. Basi mpaka hapo itakwambia enter your password. Hii sehemu inakwambia enter your password. Utaingiza password zako au nywila zako. Baada ya hapo kuna sehemu imekwambia next. Hii sehemu utaingiza password. Mfano wa password ni hivi tu. Haya, baada ya hapo tagusa hapa next. Ukishaweka next, maana yake itaenda mbele. Itaenda wapi? Mbele. Maana yake tunatafuta simu iliyopotea. Password, kwa sababu hapa nimebuni password, ndio maana nakwambia wrong password, try again or click forgot password to reset it. Sasa yani hapa nitakiwa ukumbuke email address na password zake. Ukishafanya hivyo utagusa next. Ukishagusa next, kuna ramani itakuja. Naelekezo itakuja ya ramani. Kumbuka na location nitakiwa on. Hii location hii
location inatakiwa iwe on, na location ya ile simu iliyopotea ni vizuri iwe on. Unaona? Kwa hiyo kitu ambacho ukishafanya hivyo, simu yako utaipata faster, sana haraka zaidi. Maana yake utajua iko wapi. Kama wewe uko hapa, simu imefika Kenya huko, utajua iko Kenya. Kama uko Dodoma, simu labda imefika Mwanza, utajua iko Mwanza. Kama uko hapo Mwanza, na inaonyesha kabisa na sehemu kabisa, labda iko hoteli fulani, au simu hiyo iko nyumba namba fulani, na inaonyesha. Unaona? Kwa hiyo kuna ramani itakuja. Bila shaka ushawahi kutumia Google Map, pale ndio itakuja ramani kama ile ikija kutafuta simu yako sasa iliyopotea. Umeona ilivyo? Kwa kitu cha muhimu ni kufuata maelekezo niliyotoa. Sio vigumu. Maana yake ni njia rahisi sana hii. Njia rahisi sana ya kutafuta simu iliyopotea. Huu ni mfano wa location ambayo itakuja, ramani ambayo itakuja kama hivi. Basi kunaweka sehemu inayoonyesha hapa find nini, akaweka alama nyekundu, utakuwa katakuonyesha kabisa ndo simu ilipo sasa. Unaona? Unaona? Hamna hata ugumu. Unaona ni sehemu kama hiyo. Hii sehemu niliyoonyeshia hapo, maana yake ndio itakuwa inakuonyesha simu iko sehemu gani. Kisha zoom mpaka nyumba zitaonekana, hii sehemu na majina ya hiyo eneo litaonekana, au ya hiyo location itaonekana. Kama ni barabara ngapi itaonyesha. Basi utaenda moja kwa moja, utaenda kama ni polisi, utaenda kutafuta polisi. Vile polisi unaweza kukusaidia kwa njia nyingine zaidi tofauti ya hii, lakini hii ni njia rahisi ambayo utatafuta simu yako kabisa wewe mwenyewe. Kama simu iko ndani hapo na imepotea, unaweza ukaitafuta pia kwa njia hii. Maana yake kunaweza ukaplay sound, kuna sehemu iko play sound itapiga kelele na utaipata. Kama simu iko imepotea sehemu nyingine, vile ni njia rahisi ambayo itakusaidia ili upate msaada zaidi, au uipate simu yako kwa urahisi zaidi. Vizuri, leo tulikuwa na mada hii hapa inayosema njia rahisi ya kutraki simu iliyopotea, au jinsi ya kutafuta simu iliyopotea. Basi leo sina mengi ndugu yangu, basi nakukumbusha wewe kama ndo mgeni umetazama channel hii ya Shayia TV na unaangalia video hii, hebu angalia hapo chini ya video kuna neno limeandikwa subscribe. Hebu gusa neno lililoandikwa subscribe mara moja tu. Basi ukifanya hivyo, kwa kila video ambazo nitakuwa natoa utakuwa unazipata kwa haraka zaidi. Na kama umeipenda video hii, usisahau kulike na kucomment hapo chini. Vile onyesha upendo, sambazia video hii kwa watu wengine, au share video hii na wenyewe waweze kupata elimu hii jinsi ya kutrack simu iliyopotea. Basi asante na kutakia siku njema.